Mtu wa tatu ambaye atakana uwe na huruma nao ni mtu ambaye mnaishi ndani ya ndoa moja, mume wako au mke wako. Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia formula ya vipi mume na mke wanaweza kukaa pamoja katika Qur'ani tukufu. Allah asema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Mangapi? Matatu. Ikiwa ndani ya nyumba yako hakuna sakina, hakuna mapenzi, hakuna rahma, moja katika haya mambo matatu itasaidia nyumba yako kubakia. Ama sakina ni wewe kufanya bidii nyumbani kwako iwe ni sehemu wapokewa vizuri. Duniani wakimbia juu na chini, lakini ukifika nyumbani ukipokewa vizuri utakaa katika ndoa yako. Na mwanamke umsaidie akupokee vizuri. Ukitoka wamwacha na stress, ukirudi waja na stress, atakupokea vipi vizuri? Wewe hutekelezi majukumu yako, ukija nyumbani yokupokea na pressure, sababu ni wewe. Ama mwanamke akija mumewe nyumbani asianze kumfungulia fujo, mpokee mume wako vizuri. Lazima tuwe wenye kuchangia nyumba iwe sehemu ya kupumzika. Lengine yenye kusababisha nyumba kubakia pamoja ni mapenzi. Mwanamke kuonesha kwamba na kuthamini, akifanya jambo wamthamini. Lakini ikiwa hakuna mapenzi, vipi hiyo nyumba itabakia? Na si kila siku mapenzi itakuwa. Itafika siku atakuudhi mke wako ama atakuudhi mume wako, mtakasirikiana, mapenzi itakosekana, sakina hakuna ndani ya nyumba. Jambo la tatu litakuja kusaidia, arrahma. Hata uwe umekosana na mke wako namna gani, huruma isikosekane. Rahma ikikosekana ndani ya nyumba, basi hiyo nyumba itavunjika. Si kila siku mtapendana, si kila siku mtakuwa ni wenye kutamaniana. Itafika siku atakuudhi na wewe utamuudhi na mtakasirikiana, lakini rahma ipatikane. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, la yafruk mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Haipasi mwanamume anayemwamini Mwenyezi Mungu amchukie mke wake. Ikiwa amekuchukiza kwa jambo fulani, kuwa na huruma. Kuna mengine mazuri lazima uangalie. Ulama wakasema, kando na mzazi wako lazima rahma ipatikane katika ndoa yako.